nimefarijika sana kuona maendeleo ya mradi huu unaendelea vizuri, hasa wenzetu wanaojenga huu mradi, kampuni ya C1. Wakati ule walikuwa wanatuambia tu hata ikifika Julai tutakuwa tumeshafikia zaidi ya 70%. Na mimi nikasema nataka kuja kuhakikisha. Lakini leo tumekuja, wamesema mradi uko karibu 75% kwenye ujenzi. Kwa hiyo ni hatua nzuri. Tunawashukuru kwa kazi nzuri ambao wanaendelea kuifanya. Lakini tunaendelea kumshukuru Daktari Hussein Mwinyi kwa maono yake, lakini na kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Sote tunaelewa changamoto tulionayo ndani ya nchi yetu kuhusu swala zima la nishati ya umeme. Lakini naamini sisi ambao tumefika hapa na wale ambao wataona kwenye vyombo vya habari wataona juhudi kubwa ambayo serikali tunaichukua namna ya kulitatua jambo hili. Leo ukiangalia hii ratiba yangu ina miradi mingi sana ya umeme. Leo na kesho nitatembelea maeneo mengi sana ya umeme. Na nimefanya hivi kwa maksudi mazima ili kuona namna gani shida hii tunaitatua na hatimaye yale malengo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha mkoa huu wa Kusini unapata umeme wa uhakika, lakini na Zanzibar kwa ujumla tuna umeme wa uhakika inatimia. Sasa kwenye wajenzi hawa wanafanya kazi nzuri sana. Nilikuwa namwambia hapa Mheshimiwa DG kwamba kazi hii ina maeneo mawili. Eneo la kwanza hawa ambao wanajenga hapa, lakini kuna na kampuni ile ya ZTT ambayo inatoa kule Welezo kuleta hapa. Sasa hapa kwa upande wa kampuni hii nahisi kama kuna delay fulani. Niagize hapa na naomba haya maelekezo maagizo apewe Mheshimiwa Waziri kwamba tukae na wale wataalamu yule mkurugenzi au mwakilishi wa World Bank ambao wao waliidhinisha kwamba yule mtu apewe ile kazi ya kufanya wakati tayari mapungufu yalishaonekana mapema, waendelee kuzungumza naye. Hizi delay ambazo zinaendelea kutokea kwetu sisi, hizi ni vitu tusivyovipenda hata kidogo. Kwa hiyo waendelee kuzungumza naye ili tuone kwamba serikali mradi huu unakamilika kwa wakati kwa mujibu wa mikataba, lakini kazi hii ya upatikanaji wa umeme inapatikana haraka iwezekanavyo. Sisi kituo hichi najua kitamalizika kwa wakati mwezi Novemba, lakini tuna wasiwasi kwamba ile hatua ya yule mkandarasi kule naamini haitakuwa rafiki kumaliza mwezi Novemba. Mradi huu tunauhitaji ukamilike kwa wakati, na tunauhitaji wananchi wa Zanzibar, wananchi wa mkoa wa Kusini, ili tuweze kutumia umeme huu na tuondokane na zile changamoto ambazo tunazipata. Tunaelewa sasa hivi kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais amefungua maeneo mbalimbali. Miundombinu kila eneo imefika. Wawekezaji ni wengi. Moja katika fakta moja kubwa sana ya uwekezaji ni availability ya hii nishati ya umeme. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, litaendelea kutoa thamani kubwa kwa mkoa wetu wa Kusini, lakini litaendelea kuongeza kasi ya uwekezaji, jambo ambalo litaweza kudumisha mwendelezo wa maisha yetu katika hali ya ukuaji wa kiuchumi, lakini na huduma za kawaida zitakwenda vizuri. Haipendezi hata kidogo. Leo mwekezaji anawekeza unasema basi masaa 3 masaa 4 awache atumie generator. Hii si kitu ambacho serikali tunakipenda, na tunataka hili jambo likamilike ili limalize, wawekezaji wawe na uhuru wa kufanya kazi zao vizuri, lakini tuwapunguzie gharama. Ukimwona mwekezaji amewasha generator kwenye hoteli yake, hiyo gharama atakayoiongeza ataongeza kwa mteja wake. Mteja akiona gharama kubwa watakwepa, hawatakuja. Sasa hii si faida, hii ni hasara. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunalisimamia hili jambo, tunahakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, na tunahakikisha kwamba mradi huu unaendelea kuwa na tija kwa Wazanzibari, kwa mkoa wa Kusini na Watanzania wote kwa ujumla.